Baada ya purukushani na mikiki, hatimaye juhudi za waandishi wa habari zimefanikiwa kukuletea habari kuhusiana na mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lissu, ambapo alinusurika kulala tena rumande baada ya kujidhamini mwenyewe kwa thamani ya fedha za Kitanzania shilingi milioni 10 na kuonekana ametimiza masharti ya kupata dhamana hiyo kisha kuruhusiwa kwenda kulala nyumbani kwake. Ni mara ya 3 kufikishwa mahakamani hapo, huku akikabiliwa na makosa matatu likiwemo la uchochezi wa kujenga chuki kwa wananchi. Hata hivyo, mshtakiwa huyo anayetetewa na mawakili 9 wakiongozwa na wakili Peter Kibatila alikana mashtaka. Kabla mshtakiwa hajasomewa mashtaka, kuliibuka mabishano ya kisheria kuhusu uwakilishi wa Lissu mahakamani baada ya upande wa jamhuri kuwasilisha ombi la kupinga Kibatila kuwa mwakilishi wa Tundu Lissu mahakamani hapo kwa vigezo vya kuwa hana sifa ya kufanya hivyo. Hata hivyo, wakili Kibatila alijibu na kutolea ufafanuzi tuhuma hizo na kudai kuwa hakuna hoja zinazofaa kuwa pingamizi dhidi yake. Aidha, baada ya kusikiliza hoja hizo, hakimu alisema Agosti 19 atatoa uamuzi kuhusu uhalali wa wakili Kibatila kumwakilisha Lissu.